asifiwe. Unajua kuna neno limepita hapa asubuhi likanikumbusha mambo mengi sana. Mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba watu wanataka mambo mazuri lakini hawataki kufundishwa. Hawataki kufanya nini? Kufundishwa. Askari anaweza kwenda kulinda watu na hajaingia katika mafunzo. Na akiingia mafunzo itabidi ya qualify ama atoke bila kuqualify. Si lazima qualify. Sasa sisi tumeitwa na Mungu. Kuna mambo yanakuja, lakini mambo haya si ya kutumaliza. Mambo haya ni ya kututia nguvu na ya kutufanya tujue jinsi ambavyo tunastahili kusimama. Lakini wakati haya majaribu yanakuja, mtu hata anakaa nyumbani. Mimi nilikuwa nimeambia mtumishi aniombe. Hata ameomba lakini mimi sijaona kitu yenye imefanyika. Nilikuwa nimeomba kazi lakini bado sijafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema namna gani katika hiyo Kumbukumbu la Torati 8? Hiyo ya pili inasema aje? Ya pili inasema namna gani? Ndio mjue ya kwamba sisi si watu wa kawaida. Na lazima tuenende jinsi ambavyo Mungu anataka. Na tusipofanya hivyo, hatuwezi kumuona Mungu wala hatuwezi kuyaona mapenzi yake. Hebu tusomewe hapo. Hilo Kumbukumbu la Torati 8 hilo. Somo ya kwanza. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza. Na wewe utaikumbuka ile njia yote yenye Mungu alikuelekezea. Hebu tuone hiyo njia ni njia gani? Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa. Ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wakati majaribu yanakuja, Mungu anataka kufanya nini? Kukutweza. Anataka kuona ni nini wewe umemwekea ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na hii njia ya majaribu tunaambiwa tuikumbuke sana. Ati hii njia yote aliyopelekea wana wa Israeli katika jangwa, akiwatweza pale jangwani ili aone kile kilichomo ndani ya mioyo yao. Walikuwa wanakula chakula? Chakula wakutweza walikufanywa nini? Kiswahili sanifu. Waliosoma Kiswahili, kutweza ni kumaanisha nini? Kunyenyekeza. Yaani is to be humble. Yaani unawekwa chini kwanza. Uonekane wewe ni mtu wa namna gani. Na unawekwa chini na mikate. Unawekwa chini unahamboliwa na mikate. Mungu anakuhamba na mkate. Anakuhamba na mapesa. Anakuhamba na makazi. Lazima Mungu anakuhamba kwa namna yake, nayo ni majaribu. Na wakati hii majaribu yanakuja, jua ya kwamba nimewekwa katika huku kutwezwa ili mimi Mungu aone ni nini iko ndani yangu, ndiposa nifanye nini? Niinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu aliweka wana wa Israeli katika jangwa si kwa sababu aliwachukia, bali alitaka aone ni nini hii hawa watu wameniwekea ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna neno limesema hapa na Andreka, na it's very deep, let me tell you. Akasema ya kwamba yaani unapokuja mbele za Mungu una nia gani? Nia yako ni namna gani? Kwa sababu kuna watu wamekuja nia yao ni kujiungana na kikundi wakuwe ndani ya kikundi. Kuna wengine wamekuja nia yao ni wapate kupata fedha waweze kujistarehesha, si ndio? Wengine nia yao wanakuja kwa makutano haya wakuwe wachungaji wakubwa sana, wakuwe recognized, na wakati ule ambapo hiyo kitu haikuji kwa haraka kama vile wanavyotaka, wanafanya nini? Unaona nia? Hiyo ndio inaitwa nia. Kuna watu wamekuja nia yao ni waombewe wapate kazi, wakishapata kazi wafanye nini? Kuna wengine wamekuja nia yao ni wakae mbele wakitukuzwa, lakini wakati hii kitu hakuna, utawaona tena. Kwa hivyo kuna nia ambayo mtu anakuja katika mbele za Mungu, na hii nia ndio wana wa Israeli Mungu walikuwa wanataka kuona nia yao ni gani. Watu wananipenda kwa sababu mimi nawapea vitu, lakini kama hakuna kitu, Bwana Yesu asifiwe, wanaenda
Wanaenda missing kwa sababu ile kitu yenye mtu alikuwa anatafuta hajafanya nini? Mimi nataka ujiulize hili swali, nia yako ni gani kwa Springs of Life? Umekuja kutafuta uzima ama wewe unataka unaandama miujiza? Unataka mtoto wako aende shule, unataka mtoto wako aende college, unataka mtoto wako aende ng'ambo kwa sababu saa hizi watu nini slogan ni nini? Slogan ni nini? Slogan ni kwenda majuu. Unapata magari. Hiyo ndio slogan yenye watu wengi wako nayo. Ndio nia yenye wameenda nayo mbele za Mungu. Hawaendi ili wakaweze kupata uzima wa milele. Ila wao wanaenda wapata zile vitu zenye wenyewe wanataka. Na wanapozikosa ndio hao missing wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumekuja hapa ili tuweze kufundishwa neno tukauona uzima wa wapi? Amen. Hapa tumekuja hapa ili tuombewe magari tupate. Kupata gari si mbaya. Kwani ni mbaya? Ni mbaya? Ni mbaya? Si mbaya. Ni mbaya kuwa na gari? It is not bad. Hata mimi I would like to drive hata mimi nikija nasimamisha gari yangu wapi? It is not bad. Lakini hiyo si nia si nia yangu. Nia yangu ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu nikaweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nia yangu, ninaenda nayo mbele za Mungu. Kwa sababu anasema ya kwamba utafuteni mimi ufalme wangu kwanza na mambo haya mengine nifanye nini? Niwazidishie. Kwa hivyo hizi gari ni kuzidishiwa. Hizi baraka za watoto za kwenda ng'ambo ni kuzidishi. Lakini watu wanakimbia mahali penye wanasikia watoto wanaenda wapi? Mahali penye watoto wanaambiwa tu sasa wewe mzee, kuanzia sasa utapata gari. Na wewe utanunua ploti. Unachukua ploti ukiwekaga kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe huna nia njema mbele za Mungu, na ndio unaona watu wengi hawajapata kile ambacho wanakitafuta. Because Mungu anaangalia nia yako ni gani wakati unakuja mbele za Mungu. Hata anaangalia hao vijana, hao watu wachanga hawa. Wanataka nini? Why are these people seated here? Kwa nini hawa watu vijana wachanga wanaketi hapa? What do they want? What is their motive? Kama motive yako wewe unataka tu uombele tu, wewe usome, wewe upate kazi, wewe ufanye hivi. No. Haitapatikana kwa namna hivyo. Inahitajika uwe na nia njema mbele ya nani? Ya Mungu. Shukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Ambia Mungu ninakuomba mimi nataka kuwa kijana ambaye anakujua. Kijana ambaye ako established. Kijana ambaye anaweza kuvuta wengi kutoka duniani nilete katika ufalme wa. Hiyo nia ukienda nayo mbele za Mungu, mimi nakwambia kijana utabarikiwa tu. Na utainuliwa. Kwa sababu unajua kuna roho imemwagwa duniani ambayo ni ya tamaa kubwa sana. Kila mtu anataka kuwa na gari. Kwani wale wanaambiwa tu ni wametafuta nini? Magari na ni watoto wachanga tu, si tunawaonaga pale wakienda kuabudu huko Mau. Siongei kitu yenye sijui. Wakati siku yao ikifika utaona hizo magari makubwa zimetanda laini zikielekea huko. Marapta ndio hizo gari wanapewa. Na si ati ziko ni za wazee. Ni za vijana. Unashangaa wewe mzee umetoa uvi kwa kichwa zimemea mpaka huku. Lakini una hata nini baisikeli hata wheelbarrow una. Lakini mtoto amekuja lakini ana drive nini? Raptor. Ana drive nini? Raptor. Najua mambo wajui inaitwa Raptor. Raptor. Gari kubwa. Ikisimama tu hivi inafanya tu kwa sababu hakuna makelele, lakini hii inakuelekeza wapi? Kuzimuni. Hiyo inakuelekeza kuzimuni. Hiyo tamaa imeingia watu wa siku hizi kwa sababu wanataka pesa. Wanataka pesa papo. Pesa hii ikiingia papo ni kitu cha kwanza ni gari kubwa. Hizi magari kubwa maposhka. Mtu akitokea tu huko anaonekana ni yeye peke yake. Nazo hizi vitu ambazo zinakuja kwa haraka hivyo, zinaenda hivyo haraka. Kwa hivyo nyinyi youth ambao mko hapa, mimi najua wale wameketi hapa wamesikia neno la Mungu. Kuja na motive mzuri mbele za Mungu. Utabarikiwa tu. Me what I know is that you will be blessed.
Utabarikiwa tu vijana, msijali. Na mkae mkiangalia wale vijana watakaa tu hapa na kusikiza neno la Mungu na kuzifuata njia za Mungu. Mtaona tu wakiinuliwa. Watainuliwa tu mkiona tu hivi. Kwa sababu Mungu anapenda mtu mwenye anakuja na nia nzuri mbele zake. Si ukuje hapa ya kwamba upewe gari. Ukuje ati ndio usome tu, unataka kujisikia tu kwa wengine ati hata wewe unasoma. Nani alikwambia hivyo? Mungu anahitaji mtu mwenye anakuja na nia njema ya kwamba Jehova, mimi ninakuja mbele zako. Wajua ya kwamba kweli nilisoma na ninahitaji kuenda kwa another level. Ninakuomba neema yako initoshe. Lakini zaidi ya sana nionyeshe njia zako, niyajue mapenzi yako ili niweze kusimama katika njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama utatembea ukisemaga tu ya kwamba mimi nataka kitu fulani, pole sana. Itakuwa ni ngumu. Na ndio tumeona kumbe ndio tumekuwa hapa kwa muda mrefu, lakini kwa sababu nia zetu ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekuja hapa anatamani tu si mtumishi tu aseme tu mtoto wangu anaenda majuu na mimi niomoke. Si ndio? Si mtu anatamani hata kama mtoto kake kaende kafanya kazi huko Qatar, si ndio? Kaenda kutumia 10,000. Unasikia hata wewe ni mama kama wengi. Si kila mtu anaomba hivyo. Lakini je, tunastahili kuja mbele za Bwana katika nia hii? Inafaa kweli? Inafaa tukuje tutafute ufalme wa wapi? Na mambo mengine Mungu afanye nini? Na mkumbuke ya kwamba eti Mungu aliambia wana wa Israeli, mtakumbuka hii njia yote nimewapitishia. Njia gani? Ya majaribu. Kwani kuna kitu yenye waliambiliwa? Waliambiwa kuja ukumbuke njia gani? Ya majaribu. Ukumbuke majaribu? Wacha nikuambie mama Abi. Nakwambia hivi leo, usipokumbuka ile njia yenye Mungu alikupitishia ndio akuokoe, hauoni bali. Lazima ukumbuke majaribu yenye ulipiti. Na ukikumbuka ile majaribu unasema, "Woi Mungu unikumbuke hata leo. Nisiweze kurudia njia gani? Njia ile." Lakini ukisahau majaribu utarudi kawaida kwa sababu umesahau ile mambo yenye uliona huko. Lakini Mungu aliwaambia, "Hii njia ambayo nimewapitishia nikawatwaza for 40 years ndio niweze kuona ile kitu iko ndani yako." Msiwahi kufanya nini? Uisahau. Msisahau majaribu. Kwa sababu ukisahau majaribu umeshasahau kila kitu. Utaona maisha iko wapi? Kawaida. Maisha itakuwa kawaida kwako. Saa hizi ukibarikiwa na magari na mali hatutakuona hapa tena. Kwa sababu ulisahau njia yenye ulifanya nini? Njia yenye ulipitia ulisahau. Sasa ukasahau kwa sababu umepata mavitu. Hata huwezi kumbuka kuna mtu mwingine unaweza saidia. Si ni kweli? Si kuna watu Mungu anawainuanga na hawezi kuinua hata wengine. Wako na uwezo.